Na leo ningetaka niambie jamii ya Wasomali, kama muko na rafiki katika Jamhuri ya Kenya, ni huyu Rigiji ako hapa anasimama. Mimi ni rafiki wa dhati wa ukweli wa jamii ya Wasomali, kwa sababu jamii yangu ya Mlima Kenya na Wasomali sisi ni kitu kimoja. Sisi ni wafanyabiashara, sisi ni watu ya kujitafutia, sisi ni watu ambaye tuko na bidii. Sisi watu ya Mlima Kenya na Wasomali tunafanya biashara pamoja, na katika uchumi wa Jamhuri ya Kenya, jamii ya Wasomali na watu ya Mlima Kenya tunachangia kiwango kikubwa sana kuendeleza uchumi wa Jamhuri ya Kenya. Na jamii ya Mlima Kenya na Wasomali hatuwezi wachana. Sisi ni kama chanda na pete. DNA ya Wasomali na DNA ya watu ya Mlima Kenya ni moja. Sisi ni watu ya bidii, sisi ni watu ya biashara, sisi ni watu ya kutafuta, na sisi ni watu ya kwenda kila pahali katika Jamhuri ya Kenya kutafuta. Pale Karatina, bucheri zile zote zinatuzia nyama ni za Wasomali. Pale Nyeri Town, Wasomali ndio wenye kuvuma. Hii Thika wamejaa hapo. Pale Nakuru, wao Wasomali wako kila pahali Kikuyuni. Tunafanya biashara pamoja. Hapa hii Eastleigh, siku tulikuwa na ile Garissa mall, tuko na hizo malls zimekuja. Ile biashara iko hapa Eastleigh ambayo inasimamiwa na Wasomali. Hizo maduka ambayo wamekomboa ni za watu ya Mlima Kenya, na wanaketi pamoja, wanaongea pamoja. Ile biashara iko hapa Eastleigh inashikiliwa na Wakikuyu. Wakikuyu ndio wachuuzi, wanaenda pale kwa Wasomali, wanabeba mali bila kulipa, bila kuandikania. Wanaenda wanauza, wanachukua faida yao, jioni wanaenda wanalipa wafanyabiashara yao Wasomali. Hii Eastleigh bila Wasomali na Wakikuyu hakuna biashara iko hapo. Na sisi hatuwezi wachana, kwa sababu sasa hawa watu ya Mlima Kenya wakikosana na Wasomali wanatoa mali wapi ya kuenda kuuza? Hawa Wasomali wakisikiza Duale wakosana na watu ya Mlima Kenya, customer yao watatoka wapi? Uhusiano wetu na Wasomali ni maisha yetu na kesho yetu. Na mimi nikiwa kiongozi katika Mlima Kenya na kiongozi wa Kenya, sitakubali Aden Duale na vibaraka wake wakuje katikati yetu na Wasomali.